Kamishna mkuu wa hifadhi Ngorongoro ndugu yangu Badru, afisa mtendaji mkuu wa Simba wanakuita Madam Zubeda, Ahmed Ali msemaji wa Simba, na OCD wa Arusha mjini, Madala Matagi, viongozi wote wa taasisi zimbili Ngorongoro na Simba, ndugu waandishi wa habari, mabibi na mabwana. Simba tembelea, Simba tembelea Ngorongoro. Hii maana yake tumeshaanza countdown, wazungu wanasema, kuelekea kwenye uzinduzi wa Simba Day na sherehe za miaka 90 ya Simba. Tutakuwa na msemo wetu #Simba tembelea Ngorongoro. Awali ya yote, kwanza napenda nashukuru sana kamishna mkuu pamoja na bodi yako kwa kuweza kukubali ushirikiano huu. Kwanza kwa Simba, Arusha ni nyumbani. Kama kuna mkoa ambao mpige makofi basi Arusha. Simba tukija huwa tunasikia raha ni Arusha. Na kwa kweli tulikuwa wakati mwingine naongea na mkuu wa mkoa, nafuatilia sana ule uwanja unaisha lini, uwanja unaisha lini. Kama uwanja ungekuwa umeisha mapema, pengine shughuli yetu ya Simba wiki tungeweza kuifanyia hapa Arusha. Lakini inshallah muda sio mrefu, nafikiri mkoa ambao utakuwa wa kwanza kupata shughuli za Simba wiki na Simba Day katika miaka ijayo, Arusha nafikiri una nafasi kubwa sana, hasa baada ya kupata ule uwanja. Jambo la pili ambalo ningependa kulisema, Simba ni klabu ya michezo, lakini imebebwa sana na mpira wa miguu. Mwaka huu ni miaka 90. Lakini katika siku za karibuni tumekuwa tunajihusisha sana na mambo ambayo yana faida pia kwa nchi. Simba ilikuwa ni klabu ya kwanza tulianza kusapoti utalii. Tulisapoti utalii kwa maana ya kwa Visit Zanzibar na Visit Tanzania. Lakini kama mnakumbuka, mwaka juzi kulikuwa tulizindua Simba Day na kitu gani kinaitwa? Nani nakumbuka? Kibegi. Kilienda mlima Kilimanjaro. Tulitangaza utalii wa mlima Kilimanjaro kwa kupitia Kibegi. Sasa mwaka huu kusherehekea miaka 90 ya Simba, tumeamua kuzindua na kusherehekea wiki ya Simba kupitia hifadhi ya Ngorongoro. Kwa hiyo ndugu kamishna mkuu wa hifadhi, naomba nikuahidi kwamba kwa kushirikiana kipindi hiki na Simba, kama ulivyosema hapo awali, itakuwa ni faida kubwa kwa taasisi zimbili. Taasisi ya Ngorongoro kwa kutangaza product zake nyingi ambazo zipo, na Simba pia tutafaidika sana kwa kushirikiana na Ngorongoro. Na ni kwa sababu katika Ngorongoro watu wa Simba wanajihisi wako nyumbani, wanarudi nyumbani, ni kwa sababu katika wanyama ambao wanasema ni mfalme wa mwitu wako wengi sana pale Ngorongoro. Kwa hiyo nikuhakikishie, kama alivyosema CEO, mmechagua platform sahihi. Nilikuwa naangalia hapa posti moja iliyowekwa masaa 17 iliyopita. Kuna watu karibu zaidi 40,000 wametembelea kwamba kuna jambo kati ya Simba na Ngorongoro. Simba ina wafuasi kwenye mitandao zaidi ya milioni 20. Kwa hiyo collaboration hii tutakaifanya na countdown mpaka tunaenda kuzindua hiyo Simba wiki, na kuhakikishia tutapata wateja wengi sana wa nje na wa ndani. Na kwa kipindi hiki ni vizuri sana tukatumia kuweza kutangaza product nyingi wakati tunaelekea kwenye AFCON, na Arusha itakuwa ni mji ambao pia
utakuwa na mechi za AFCON. Kwa hiyo ndugu kamishna mkuu wa hifadhi ya Ngorongoro, ni kuhakikishie kwamba sisi Simba tutakusapoti, sio tu kwa kipindi hiki, kipindi chote ambacho utakuwa uko tayari una program zako za kuweza kufanya collaboration na Simba. Sisi tuko tayari, kwa sababu tutasapoti hifadhi, tutasapoti utalii na tutasapoti uchumi wa nchi hii uzidi kupaa. Kwa hayo machache, nawashukuruni sana kwa kunisikiliza. Asanteni sana. Simba Simba, najua nguvu moja imekaa sana, lakini wiki hii tujitahidi. Asante sana. Mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro, katika ofisi yetu tunawakaribisha wote ambao mmeungana na sisi management ya Ngorongoro. Tunawakaribisha wenzetu kutoka Simba, mwenyekiti wa bodi ya Simba, CEO wa Simba, management, wageni waalikwa, karibuni sana hapa Ngorongoro, mabibi na mabwana. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba sisi wote tuko hai, tuna afya katika siku ambayo ni ya muhimu sana kwetu na ni siku ya kihistoria. Na sisi Ngorongoro na wenzetu wa Simba Sports Club, leo ni siku ambayo tunatengeneza historia mahususi. Tunatengeneza historia ya kuunganisha utalii na michezo kama sekta mbili ambazo zinafanya kazi pamoja na zitaweza kufanya kazi pamoja kwa namna nyingine tofauti. Na tunafahamu kwa sababu mchezo mpira wa miguu au almaarufu soka unaunganisha watu wengi, watu wa matabaka mbalimbali, watu katika shughuli mbalimbali, mijini, mashambani, wa kike na wa kiume. Kwa hiyo tunaamini kwamba tunapoungana katika sekta hizi mbili za utalii na michezo, ni fursa pia ya kuunganisha watu wa aina mbalimbali. Na sisi kama Ngorongoro, hifadhi ya mamlaka ya Ngorongoro, tunaona fahari kubwa sana. Hifadhi ya mamlaka ya Ngorongoro ni moja kati ya, kwenye sekta ya utalii na uhifadhi, ni moja kati ya chapa mahususi, chapa kubwa, sio tu Tanzania lakini katika dunia na katika Afrika. Kwa hiyo tunapokutana leo, kwa lugha nyingine ni kwamba, na tunafahamu kwamba katika sekta ya soka ya hasa ya Afrika, Simba ni moja kati ya chapa kubwa katika Afrika. Kwa hiyo leo tunayo furaha kwamba tunakutanisha chapa mbili kubwa katika Afrika na katika dunia, kuzungumza au kusherehekea namna tutakavyoweza kufanya kazi pamoja. Na chapa hizi mbili zinapoungana, maana yake ni kwamba sasa niseme ipi na ipaisha nyingine, labda Kiswahili chepesi, zinapaishana. Labda kupaishana ndio iko sawa sawa. Tunakutana pale ambapo chapa mbili zinapaishana katika sekta ambazo pia nazo zinapaishana. Lakini labda tu kukumbusha ni kwamba chapa hii ya Ngorongoro ni maarufu kwa sababu ya historia. Ukifuatilia katika historia ni kwamba chapa hii inahusishwa na wanyama wa aina zote. Wale wanyama maarufu wanapatikana kwa wingi katika hifadhi ya Ngorongoro. Kwa wingi kwa maana katika eneo moja dogo: simba, faru, twiga, na wengine wote wale wanyama ambao ni wakubwa. Ukienda Ngorongoro, hasa kule kwenye kaldera Kasoko maarufu kama Kreta, ndiko wanakopatikana. Lakini pia hifadhi ya Ngorongoro ina historia ya kuwa ni imehifadhi historia ya binadamu wa kale sana. Takriban kuna historia ya nyayo za Laetoli ambazo kiutaalamu zimethibitika kwamba zilitokea takriban miaka 3.5 milioni iliyopita. Sasa historia hiyo manake ni kwamba maisha katika hifadhi, maisha binadamu wa sasa wanaaminika wameanzia katika hifadhi ya Ngorongoro. Historia kubwa sana hiyo. Lakini la tatu, pamepatikana fuvu la binadamu wa kwanza aliyetembea kwa miguu, anaitwa Zinjanthropus. Sasa ukichukua ule umahususi, ndio maana hifadhi ya Ngorongoro shirika la elimu na utamaduni limeipa hadhi tatu. Ina hadhi ya kuwa ni ina mchanganyiko wa urithi, inaitwa mixed heritage, lakini pia ni hadhi ambayo ina hadhi ya biosphere,
na hifadhi ya kimataifa ya kijiolojia au maarufu kama Global Geopark. Kwa hivyo hizo ni hadhi zinazotolewa na shirika la Umoja wa Kimataifa la Utamaduni, Elimu la UNESCO. Na UNESCO ndio shirika linalotoa hadhi kwa sites kwa maeneo mbalimbali katika dunia, na Ngorongoro imebahatika kuwa na hiyo hadhi. Lakini mojawapo katika hili la historia ya binadamu alivyoishi muda mrefu, na sisi ndio maana tunasema kwamba kabla hatujaanza kucheza mpira wa miguu tulianza kutembea. Nadhani ni logic tu ya kawaida. Ikitokea mtu anacheza mpira hajatembea, anaweza kuwa si mchezaji mzuri. Lazima miguu itembee kwanza, ikomae, ikae sawa sawa, ijue namna ya kudribble. Sijui lugha ya mpira, lakini inasemekana watu wanatembea, wana dribble, wana feint, pana maneno, hata sio mtaalamu hata siyasemi. Lakini unatembea kwanza, alafu baadaye unacheza mpira au unafanya kazi nyingine. Sasa kwa sababu hiyo ndio maana hata hii sisi tunaona fahari kuungana na wenzetu ambao katika sekta ambayo inaitumia miguu sawa sawa. Unajua sio kila mtu anayepewa neema ya miguu anaitumia inavyopasa. Wengine wanaitumia tu kutembea, inaishia pale pale. Lakini wenzetu katika sekta kama watakavyozungumza, siwezi kuwazungumzia, wanajua miguu habari yake ni nini. Miguu inaleta furaha, miguu inaleta burudani, miguu inafanya mambo makubwa sana kama ambayo tunajua na kama ambayo watakayo yazungumza. Kwa hiyo ndugu zangu, kwa siku ya leo sisi tunakutana kwa ajili ya kusherekea neno hili sipati uharaka wake, pride. Yani we are very proud of what you are going to be doing, tutakachokuwa tunafanya. Na hii ni kwa sababu sisi tunasema kwamba the pride of returns home ina maana tatu. Hii ya kurudi nyumbani. Nitakiwa niseme kwamba ukija Ngorongoro unarudi nyumbani. Kila mtu asili yake ametoka Ngorongoro. Kwa hiyo kila anayerudi nyumbani, anayekuja hapa amerudi nyumbani. Na wale ambao hawajaja watarudi nyumbani wenyewe physically. Wasiporudi watarudishwa na burudani inayofanywa na miguu kupitia kwa watu wanaocheza mpira kama watu wa Simba na wengine. Yaani wanapoona miguu inacheza mpira inaoburudisha, wajua wamerudishwa nyumbani. Wakumbuke kwamba hiyo miguu, hizo nyayo zimeanzia Ngorongoro katika eneo linaloitwa pana nyayo za Laetoli. Siku nyingine mtaizungumza. Lakini tunasema return, hii fahari ni kwa sababu kadhaa. Moja ni kwamba pride ni familia ya Simba. Yaani kwamba na Ngorongoro ni nyumbani kwa moja ya idadi kubwa ya Simba. Wako Simba wengi. Kwa hiyo ni sifa ya kwanza. Sifa ya pili ni kwamba sasa sijui ilitokea vipi, Simba wanapatikana Ngorongoro na wenzetu wa klabu ya Simba nao wanaitwa jina la Simba. Kwa hiyo inawezekana imeitwa vile kwa sababu Simba inawakilisha nguvu na ufahari na vitu vyote vyenye nguvu. Kule porini mnasikia tunamsema sana Simba. Si mkubwa kwa umbo kuliko wote, lakini ndio maarufu na kwa ajili ya kutawala maeneo katika uhifadhi. Wenzetu wa uhifadhi watakwambia kwamba Simba ni mnyama ambaye ana nguvu zaidi. Kwa hiyo sisi tunaamini kwamba wenzetu wa klabu ya Simba wamerudi nyumbani walikokuwa Simba wenyewe, na wao wanatumia jina la Simba. Lakini ni kwa sababu pia Ngorongoro inatambulika kimataifa. Kwa hiyo ni chapa ambayo katika Afrika na katika dunia ni chapa ambayo ni muhimu sana. Kwa hiyo katika ushirikiano huu, moja kati ya vitu ambavyo vitafanyika ni tutakuwa na kampeni ya Simba Visit Ngorongoro, The Pride Return Home. Simba Visit Ngorongoro, The Pride Return Home. Na hii itakuwa ni sehemu ya maadhimisho ya miaka 90 ya klabu ya Simba. Kutakuwa na shughuli mbalimbali wakati wa uzinduzi wa wiki ya Simba. Kutakuwa na uzinduzi wa tawi, na kutakuwa na shughuli mbalimbali za kijamii zitakazofanyika pamoja na utengenezaji wa maudhui ya kidijitali atakayokuwa yanatumika katika shughuli hii. Kwa hiyo tunaamini kwamba ushirikiano huu wa leo tunazindua kampeni maalum ya kuhamasisha mashabiki wa mpira wa miguu nchini na hata nje ya nchi kutembelea hifadhi ya Ngorongoro, kujionea haya tunayoyazungumza wenyewe na kurudi nyumbani pia, wapate nafasi ya kurudi nyumbani. Kwa hiyo tunataka mashabiki wote wa mpira wa Simba na watu wote waje kujionea historia na urithi unaopatikana Ngorongoro katika mfumo mmoja wa ekolojia, uhifadhi, wanyama, historia na utamaduni, vyote vinavyopatikana katika hifadhi ya Ngorongoro. Na tunataka kila shabiki wa mchezo wa mpira, kila awe ni akifika Ngorongoro, anaporejea awe ni balozi wa destination Ngorongoro.
hifadhi ya mamlaka ya Ngorongoro ni destination ya Ngorongoro. Na kwa sababu unapokuja Ngorongoro unakuwa umeshiriki katika sekta Ngorongoro ipo katika sekta ya utalii, na kama mnavyofahamu kwamba sekta ya utalii katika nchi yetu ya Tanzania ni miongoni mwa sekta kinara zinazochangia mapato ya serikali, mapato ambayo yanachangia shughuli mbalimbali za kimaendeleo na ustawi wa nchi hii. Kwa hiyo wale wote wanaotembelea Ngorongoro na hifadhi nyingine watakaokuja wafahamu kwamba wanachangia katika uhifadhi, uchumi wa nchi na ustawi wa nchi yetu. Na mnafahamu kwamba Tanzania tumepata bahati kwamba mwakani 2027 tutakuwa ni wenyeji wenza wa fainali za kombe la mataifa Afrika almaarufu AFCON 2027, ambayo wakati ule mnavyojua nguvu ya mpira wa miguu unaochezwa na miguu ambayo asili yake nimesema imetoka kule Laitori, dunia nzima itatuelekea huku. Kwa hiyo tunaamini kwamba hizi ni shamra za kuelekea katika AFCON, na sisi kama Ngorongoro hii ni moja ya namna ambayo tumeichagua katika mikakati yetu katika maandalizi ya kuelekea katika AFCON 2027, kwamba tuandae mazingira ya watu wanaweza kuja kutembea, kujifunza, kuona na kuwa ni mabalozi wa shughuli zinazofanyika Ngorongoro. Na ndio maana tunasema fursa hii tuliyoipata ya kushirikiana na wenzetu itatupaisha zaidi na tutapaishana zaidi katika kutimiza lengo hilo la kuwapa watu fursa ya kutembea na kujifunza yaliyoko Ngorongoro, lakini pia kwa ni mabalozi wanaporejea kule walikotoka. Na wale tunawaomba wale watakaopata nafasi ya kutembelea hifadhi ya Ngorongoro wawe ni mabalozi wa yale wanayoyaona, ili na wengine wapate nafasi ya kutembelea. Na maana yake ukishatembelea ni kwamba umekuwa balozi, lakini pia unakuwa ni moja ya wenyeji wa wale wanaokuja. Na kwa kumalizia nikwambieni, ukipata nafasi, wale ambao hawajawahi na watakao kuja, ukipata nafasi ya kutembelea Ngorongoro, hata unapoondoka katika mwili unajisikia tofauti. Sasa hiyo tofauti siwezi kuisema mpaka mtu apate nafasi ya kuja mwenyewe. Kuna namna ambavyo katika mwili unapata nafasi ya kujisikia tofauti. Kwa hiyo kwa mara nyingine tena tunawashukuru wote ambao wamekuja kuungana na sisi leo, lakini kwa umahususi na mshukuru mwenyekiti wa klabu ya Simba na CEO na management kwa ajili ya kukubali kushirikiana na sisi na kutupa fursa ya kushirikiana katika shughuli hii tunayoifanya. Nawashukuru sana, asanteni kwa kunisikiliza. Asante Kamishna wa Hifadhi wa Mamlaka ya Hifadhi ya Ngorongoro, Kamishna Abdulrazak ya Ngorongoro. Kwetu sisi tunaitumia fursa hii ya kutambulika kwa Ngorongoro katika UNESCO kama sehemu ama mahali pekee penye maajabu. Ameelezea kamishna hapa jinsi ambavyo kumefanyika ugunduzi wa fuvu la kale, nyayo za kale, na sisi tumeona ni nyakati pekee ambayo tunaweza kusherehekea miaka yetu 90 tangu kuanzishwa kwake kwa kurudi nyumbani. Na tunazungumzia Pride Returns Home kwa muktadha wa kwamba familia ya Simba imerudi nyumbani ambapo ni Ngorongoro. Tunaamini kwamba miaka hii 90 ya Simba yenye mafanikio na yenye safari nyingi, kuna mahali tumepitia changamoto kama klabu, lakini hatujaweza kuanguka. Tumeweka historia, tumepitia changamoto nyingi, lakini tumeweza kusimama. Sio kwa sababu yoyote ile, ni kwa sababu asili ya Simba ni kutoshindwa katika mawindo. Na ndio maana tumerudi katika asili yetu katika hifadhi ya Ngorongoro ili kuonesha tamaduni, urithi na nguvu halisi ya mnyama Simba. Tunapoelekea katika wiki kuadhimisha miaka 90 ya Simba, tunafahamu kwamba sisi ni klabu ambayo inafuatiliwa na mamilioni ya watu pembe zote za dunia. Na ukiangalia katika digital footprint zetu, klabu ya Simba ndiyo klabu ambayo inaongoza kwa upande wa Afrika Mashariki na Kati kuwepo katika digital footprint, tukiwa na karibu wafuasi milioni 20 ama zaidi katika mitandao ya kijamii. Hii sio nguvu ndogo, ni nguvu kubwa sana ambayo sisi tunaiona ni fursa pekee ya kuweza kuunganisha nguvu zetu pamoja na mamlaka ya uhifadhi ya Ngorongoro ili kuweza kuionyesha dunia Simba imetokea wapi na asili yake ni nini.
Kwetu tunachukua ushirikiano huu kuwa ni moja ya ushirikiano bora, kwa maana tunapoelekea katika miaka 90 tutafanya shughuli zote zinazohusiana na kumbukizi ya tangu kuanzishwa kwetu katika hifadhi ya mamlaka ya Ngorongoro, ambapo tutafanya uzinduzi wa matawi, lakini vile vile kutakuwa na program nyingi za activation ambazo zitafanyika katika hifadhi ya Ngorongoro. Lakini kwa kipekee vile vile tunafahamu kwamba Simba tumekuwa ni mabalozi wa utalii. Hii si mara ya kwanza, tulifanya hivyo katika kuipromote Tanzania kimataifa kupitia Visit Tanzania, lakini Visit Tanzania ilikuwa ni kama moja ya project ambayo ilikuwa ni broad. Sasa hivi tumeanza kuangalia ni kwa jinsi gani tutaenda katika hifadhi mahususi, na hifadhi ya kwanza ambayo tumeionelea na tumeipendelea kufanya nayo kazi kutokana na upekee wake ni hifadhi ya Ngorongoro. Kwa hiyo ni watake wana Simba wote dunia nzima na mashabiki wetu waweze kuungana nasi katika maadhimisho ya miaka 90 tangu kuanzishwa kwa Simba, kwa kufuatilia wiki ya Simba, uzinduzi wake, uzinduzi wa matawi pamoja na shughuli nyingine zote ambazo tutazifanya, ikiwemo kutoa kwa jamii, yaani CSR, ambazo zote tutazifanya Serengeti, Ngorongoro. Lakini kwa kipekee kabisa tunapoelekea katika kuzindua jezi zetu mpya, najua kila mmoja amekuwa na shauku ya kufahamu. Kumekuwa na jezi nyingi zinatambaa huko mitaani, lakini jezi ya msimu huu iko vipi? Inaonekana vipi? Ina ladha gani? Itaonekana katika wiki ambayo tutaifanya katika mfululizo wa The Pride Returns Home, yani katika mamlaka ya uhifadhi ya Ngorongoro. Kwa hiyo ninatoa wito wa kipekee kwa mashabiki wetu kuungana na sisi na kufuatilia ushirikiano huu ambao tunauzindua leo hapa Arusha, na kwa kipekee kabisa kutoka kwa management ya Simba Sports Club. Ninapenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa management na wafanyakazi wa mamlaka ya uhifadhi kwa kuwa tayari na kupokea wazo letu na kulifanyia kazi kwa pamoja, na wazo hili hatimaye leo linaenda kufanyiwa kazi. Lakini vile vile tunapoelekea katika mashindano ya AFCON mwakani, ambapo tutakuwa wenyeji kama Tanzania, na bahati nzuri hapa Arusha ndo tuna uwanja ambao utakuwa ni moja ya viwanja bora vitakavyoweza kuhost mashindano hayo. Sisi tunaamini kwamba itakuwa ni fursa pekee ya kutumia wiki ya Simba au maadhimisho ya Simba Day ama miaka 90 ya Simba, kwa kutumia Ngorongoro kama sehemu ya kuweza kuwavutia watalii na mashabiki kutoka sehemu mbalimbali za dunia wanaokuja Tanzania kwa ajili ya mashindano ya AFCON, na waweze kutembelea mamlaka na uhifadhi wake. Na kwa kipekee basi, mwenyekiti, nichukue fursa hii kwa niaba ya management kuwataka wanasimba wote kutembelea mamlaka ya uhifadhi ya Ngorongoro na waweze kujionea asili yao, na ndio maana sisi kama Simba tumekuja na slogan ya kualika wanasimba na kuwakaribisha katika hifadhi ya Ngorongoro, na tunasema Simba tembelea Ngorongoro. Kwa hiyo mwenyekiti, naomba kwa muda nivunje ile slogan yetu ya Simba nguvu moja, iwe ni Simba tembelea Ngorongoro, ili tuweze ku-officiate jambo hili na liweze kuwavutia wanasimba wote kushirikiana nasi katika project hii muhimu. Naposema Simba wote tutasema tembelea Ngorongoro. Simba tembelea Ngorongoro. Simba tembelea Ngorongoro. The Pride Returns Home. Asanteni sana na washukuru kwa kunisikiliza. Mungu ibariki klabu ya Simba Sports Club, Mungu ibariki Ngorongoro, na Mungu ibariki Tanzania. Asanteni.